mimi naondoka. Unasemaje? Yaani mama au mke wangu, mama. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Yaani Gamba, mimi siko tayari kumleta mama yako humu ndani. Mimi nalinda uhuru wangu. Yaani wewe mama yako kusanya vitu vyako, nenda kakaa naye huko kijijini. Sio ndani. Mbona kama unajisahau wewe mwanamke? Nini haswa ambacho kinakupa jeuri na kujiamini kuongea kauli kama hizo mbele yangu? Ukiwa kama nani? Na hayo mamlaka umeyapata wapi ya kuniambia mimi nikikusanye na vitu vyangu nimfuate mama yangu? Gena. Hapa ndani mimi simekuleta. Hapa ni nyumbani. Mimi pia ni nyumbani kwangu, ati ni nyumbani kwako. Haya, mimi kama hapa ni nyumbani kwako na mimi hapa ni kwa nani? Na kwa nini nipo kama ni kwako? Kwa hiyo imefikia hapo sasa unataka kunipanda kichwani, si ndio? Sio ndio kupanda kichwani. Ila nikuulize swali. Tena naomba unisikilize kwa makini. Tega hayo masikio yako unisikie. Sawa? Siko tayari kuishi na mama yako humu ndani. Yaani siko tayari kabisa. Ulishawahi kuona ndoa ipi ambayo mama mkwe anaishi ndani na mkamwana wake? Wakina mama mkwe ndio wanaochangia ndoa za watu kuvunjika. Wewe. Jana. Naomba nisikilize. Sawa. Yule ni mamangu mimi. Sawa? Na hii nyumba na kila kitu ninachokiona hapa ni vya kwangu mimi. Na mimi je? Sawa? Alafu huwezi kunipangia kwamba nani anafaa kuja hapa ndani na nani hafai. Sawa? Hayo mamlaka ni ya kwangu. Sasa endelea kunyanyua hicho kinywa chako na kuongea upuuzi. Ugonjwa wake kijijini, sio hapa ndani kwangu. Unasemaje? Kama unaona utumie ustaarabu mzuri, tafuta kijakazi mpeleke kijijini, akamhudumie mama yako huko. Sio hapa ndani kwangu. Wewe ni kwako ndio, lakini na mimi pia ni kwangu hapa. Na mamlaka ya kusema chochote. Wewe. Na kama naomba nisikilize. Gema. Nina uwezo wa kuamua chochote juu yako na uwezi kunizuia. Sawa? Mama yangu anaumwa. Unatambua dhahiri kwamba mama yangu anaumwa. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Jaribu kuassume kwamba yule mama yangu angekuwa ndo mama yako wewe. Yupo huko nyumbani kwenu, hana mtu wa kumsimamia, anaishi peke yake na anaumwa. Ina maana ulikuwa lazi kumwacha mama yako akafa kule. Eti kwa sababu mimi nimekwambia sihitaji aje hapa nyumbani. Ni mara ngapi wewe mama yako anaumwa na mimi natoa pesa zangu kwenda kumhudumia kule kwenu? Toa pia pesa ziende. Wewe ni mpuuzi. Umeshindwa kunisikiliza. Ina maana ushauri wangu mimi hauna maana. Sasa wewe jibebe hapa, nenda kamfuate mama yako huko kijijini, umlete hapa ndani. Ndio atakuwa mke wako. Mimi naondoka. Unasemaje? Yaani mama au mke wangu, mama. Mama yako simtaki. Ndio ukimleta kama nakwambia kweli simtaki mama yako mzee. Yaani unanipigia mama. Nisikilize. Sawa. Na kama unaona uwezi kukaa hapa ndani na mama yangu, tafuta sehemu ya kwenda. Sitokuwa na huruma na wewe katika hilo swala. Wala sitotaka kucheka na wewe. Sawa? Yule ni mama yangu. Mpaka leo hii wewe umekuwa mwanamke wangu ni kwa sababu ya yule mama. Alinibeba miezi 9 tumboni. Amepitia mateso makubwa na makali ili mimi leo hii niwe hivi. Amefanya vibarua vya kila namna, amefanya kazi za aibu mama yangu. Amechekwa, ametukanwa kwa sababu yangu mimi. Sawa. Kama kuna sehemu ulishawahi kusikia kwamba mama anamtupa mtoto, basi huyo mama hana akili. Na kama mimi nikikubali kumwacha mama yangu kule eti kwa sababu ya kulinda uhuru wako, nitakuwa sina akili. Sawa? Yule ni mama yangu na ni lazima haje hapa nyumbani. Na ana kila haki. Wewe ni mwanamke tu ambaye hapa unaweza ukaniacha siku yoyote ukaenda kuolewa na mtu mwingine huko. Lakini mama yangu hata kama ni ugonjwa wa aina gani hawezi kuniacha kama wewe. Sawa? Kwa hiyo kama utaona huwezi kukaa na mamangu hapa ndani, kusanya kila kilichokuwa cha kwako. Nisikukute. Kama simtaki mtu ndani kama
Karibu mama. Asante mganga. Hapa ndo kwa mganga Mketege. Karibu sana nikuhudumie na kusikiliza. Nashukuru sana mganga. Nimesikia habari zako. Nikaona leo nikutembelee kilingeni kwako. Karibu na kusikiliza. Mganga, nimekuja nina mambo hayo matatu. Nahitaji unisaidie. Jambo la kwanza, nahitaji nyota yangu ing'ae. Hilo limekwisha. Hapa ndo kwa mganga Mketege. Jambo la pili, mimi ni mama Kijumbe. Nachezesha michezo yangu hiyo mitatu. Yaani namaanisha mitatu. Na kila mchezo ni 20,000 kwa siku. Sasa mganga unisikilize. Katika huo mchezo nataka mimi wakanisikilize. Yaani mtu akitoa 20,000 kama hivyo nileta 8,000. Iwe ni ndio mama Kijumbe. Nikiwaambia mwezi huu unapokea wewe 200,000 baada ya 500,000 iwe ni ndio. Hayo kwa mganga Mketege ni mepesi sana. Wala usijali. Sasa hapo ndo penyewe. Yaani katika mapishi yote hii hapa inaitwa tianazi. Maana hilo kilikosea mganga, sionage ajabu kuja kuchoma kilinge chako. Hili hapa ni kuhusu mume wangu. Na maanisha mume wa ndoa. Nataka mume wangu, yani mimi nikiongea iwe ni ndio mama. Kwanza kabisa, yani kwenye akili yake, yani azunguke Keina. Yani anapotembea ni Keina. Anapofanya kazi zake ni Keina. Na tena katika kunirogea, usimweke Zube. Akatafute hela aniletee ndani. Yaani hela zote atakazochukua sijui uko kwenye vibarua vyake anikabidhi. Naomba unielewe sana hapo. Umenifurahisha sana. Inaonekana ni jasiri kweli. Lakini kazi zako ni nyepesi sana kwa. Yaani hivi ulivyozungumza nimeshamaliza kazi, imebaki kumalizia tu. Mizimu ili ianze kufanya kazi inatakiwa chombo kipendeze kwanza. Yaani hilo hata usijali. Maana nilijipanga. Angusha doa hapa. Vizuri sana. Mungu, mama kikosa heshima, ubaki na nini? Nilitamani uzee wawani, lakini leo machozi ndio marafiki zangu. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Mama naye ana moyo wa kuumia. Usidharau kwa sababu ya udhaifu, kesho nawe utahitaji upendo. Hivi shogangu za hapa. Shogangu za hapa ziache kama zilivyo. Maana hata uziwezi. Kwa nini shogangu? Yaani leo hii mume wangu hadi amefika hatua ya kunizaba kofi. Sio kofi, makofi. Nimepigwa, yaani nimepigwa kisawasawa. Unaelewa kupigwa? Nimelia huko ndani, nimejichokea na viniona hapa. Nimelia na mtoto. Pole sana shoga yangu. Lakini kwani shida kubwa ni nini? Amepigiwa simu asubuhi. Na watu huko kijijini kwao wanamwambia kuwa mamake amezidiwa. Akaja kuniambia eti aende akamchukue mama yake kijijini, amlete ndani kwangu nije niishi naye mimi. Yaani mimi niishi na mama mkwe nyumba moja. Ungekuwa na rafiki yangu ungekubali kweli? Kweli shoga yangu ningekuwa mimi hata nisingekubali. Sasa sikia. Yes, anataka kumleta mama yake hapa. Wewe usigombane naye. Mwache akamlete.
mateso atakayoyapata mama mkwe humo ndani, mbona kaona jela ndogo? Yaani ni mwendo wa mizengwe. Likikuja hili linakuja hili. Apike mama mkwe, afanye usafi, na kwambia mpaka nguo zako akufulie mama mkwe. Uone kama tabaki hapa. Ataondoka mchana kweupe bila hata kuaga shoga yangu. Na hii ndo dawa yake. Rafiki yangu, huo mpango wako usije ukanibonza. Akimwambia mwanae ndio itanishinda ndugu yangu. Shoga yangu, hebu amka wewe. Wewe uje ukae huko na mama mkwe. Tukija sisi tuanze kuwaza. Shoga yangu, mama mkwe yupo nyumbani kwake, nivae hivi. Nishinda kuvaa hata suruali, yani nawaza kwamba nikienda atasema mkwe wangu anaongea na watu wenyewe wanavaa visuruali vingi. Hamna shoga yangu. Hawezi kujua. Niamini mimi. Ila kweli hata mimi mama lazima alipe. Yaani mwanae kunizaba mimi makofi kwa ajili yake, ni lazima alipe akifika hapa. Ni atalipa. Na kukubali, yaani nakuaminia. Ngoja aje. Yaani kile kitakachokuwa kinaendelea humo ndani nitakushirikisha, usijali. Hapo sawa. Sio shida yangu sikii. Mimi nataka nikuache. Nataka niende huko. Unajua tena mambo ya mishimishi. Nenda. Yaani hicho ndio mimi kilikuwa kinaniuma, nikasema hii story lazima rafiki yangu haijue na yeye anishauri. Na kwa hiyo umekuja hapa umenibadilisha mawazo. Mimi nilikuwa nakutani hapa nibebe nifungashe kile kitu changu niondoke. Na bwana shoga yangu, sasa ufungashe ina maana umekubali kumwachia mama mkwe. Mama mkwe aachiwi shoga yangu. Yaani hapa yeye na wewe hapo hapo. Hii inaisha kama haijaisha. Yaani ndio inaanza. Hii vita bado mbichi. Ya shoga yangu mimi naenda. Nimechelewa kumwambia vikoba tunaambia tena. Haya mwaya tu. Utanishirikisha kila tunachojua. Usijali, yaani simu zitaita. Haya, sawa. Karibu. Mama, nakupatia dawa. Hii dawa itakusaidia na itakuwa na utaratibu kidogo. Hii haturuhusu kupokelea mkononi. Hii dawa ichukue. Niliyokupa ya kwanza, hiyo ni kwa ajili ya kuondoa nuksi zako binafsi. Utaenda kutia kwenye maji ya kuoga. Sijui unanielewa? Sawa mganga, nimekuelewa. Ukishaoga yale maji hakikisha yashuke chooni moja kwa moja. Nakupa dawa ya pili. Hii dawa hakikisha unaenda kuchimbia kwenye mlango wa nyumba yako. Sio, unanielewa vizuri? Utachota nusu, utaweka kwenye mlango wa nyumba yako. Mume wako akisha kuingia tu ndani tu, itakuwa imemnasa moja kwa moja. Kwa mambo yako yote yatanyuka. Kila atakachokuwa anakitafuta huko kitakuja moja kwa moja kwako nyumbani. Lakini dawa hii ukichota nusu, inayobaki utaenda kuweka kwenye kibubu mnachotunzia pesa zenu za vikoba. Utakapokuwa umeweka kwenye kile kibubu, zile pesa zikachangamana na hiyo dawa, kila unachokitaka kupitia kwa wenzio utakipata. Lakini sitakuacha hivi hivi. Hii dawa ni ya kutafuna. Kila unapotaka kwenda kukutana na wenzio kwenye kikoba,
unataka kwenda sehemu kuomba mikopo, hakikisha unatafuna. Si unanielewa? Nakuelewa. Hii utatafuna. Lakini pia mambo yako ya kinyoka, hakikisha unarudi hapa kushukuru. Usiposhukuru kwa muda mwafaka, mizimu itachukia, dawa hiyo itaenda kuharibika. Hilo limeisha mganga. Maana yangu nahisi sasa yamekamilika. Kwa kazi nzuri nitakuongeza ya soda. Wakurungwa wafanye kazi yao. Ya soda. Wasalipa maji. Mimi nikuruhusu uende. Hakikisha unafanya kwa makini, asikuone mtu yoyote. Limeisha hilo mganga. Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Naweza kwenda? Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Sambe kuhaya mwe kumabura mingi. Oya sisi nakula nje hapa. Okay. Oya mwanetu, Nambie kichwa wangu. ngoja kwanza nitoe kitu hapa alafu nikupe mastori mwanangu. Aji? Unajua leo mazingira yangu maskani pale. Oza. Nimepita pita maskani kule ngakuta sister kaeka vitu vyake ovyo ovyo. Aji? Sinambie. Ucheki si nikaone 40 mezani mwanangu. Ehe. Muone nikadabua. Dabu. Muone nikaidabua. Roki huyo. Kadabua ile 40 chap. Oza. Nikaibuka maskani kwako hapa. Unajua hapa maskani mwanangu tunakula vitu vyetu afu hata hatuweki chochote tumboni, so issue poa. Oza. Na mimi najua kabisa mazingira yangu nikirudi nyumbani kule sisteri nimemchapa 40 hapa liki pale. Sasa hiyo 40 nataka tuchukue kajiko kamka tutie pale viunga nini vidagaa. Tukipiga vitu vyetu mwanangu tunatoa dongo. Sawa. Sema nini mwanangu we? Katika sehemu umecheza bila tantalira nyingi mdomoni hapo umegusa. Yaani umenena pointi. Hapo sema nini wewe mwanangu wa kweli? Live. Mazingira sipo ila sema nini? Yeah. Kuna mazingira yangu fresh pale maskani. Yeah. Nataka nikatulize pale. Ngoja niyapitie ni aseti mazingira alafu mimi nakurudia tukafanya shopping. Hapo live mwanangu. Ndio maana unakonda mwanangu. Ndio hivyo mwanangu. Mbavu mbili sio jina mwanangu, change unenepe au vipi? Ayo. Sema nini wewe familia? Nyama. Yaani katika udugu wa kweli. Wewe mwanangu wewe udugu. Haina noma mwanangu, nipe hizo. Sana. Sema hapo utamalizia mwanetu. Wewe kama ishakata. Haina noma mwanangu, nyama. Poa mwanangu. Da. Mwanangu leo kanena point yani. Yaani katika wana wa faida huyu wana faida, yani lazima tufike naye. Hapa nilikuwa sielewi nimeamka nini, mazingira yapo sawa, nikicheki naona tu fegi mezani, msosi hakuna. Matilia wote mpaka wafungue saa 2 yani.
na machozi, nikaficha njaa usiku wa giza. Leo miguu yangu imechoka kwa ugonjwa, lakini moyo wangu bado ni wako mwanangu. Nimekuwa mgeni ndani ya nyumba hii, kila siku lawama na manyaso. Naita mvivu, naita mzigo, wakati mwili wangu umejaa maumivu. Nikinyamaza si kwamba siumii, nabeba yote kulinda ndoa yenu, nisije nikawa chanzo cha mifarakano. Mama uvumilie hata akiwa naungua. Mama, karibu sana. Asante. Unajua najisikia raha kwa sababu nakuona tena, maana nilikuwa nimekukumbuka kweli. Unaona, nisamee kwa sababu ya kutokuja kule muda mrefu kidogo. Unajua hapa mjini mambo ni mengi. Nashukuru kama mwanangu nikumbuka. Najisahau kama huna mama. Kazi za huku na kule zote zinatoka busy. Ila namshukuru Mungu kwa sababu ameweza kukufikisha salama. Maana nilipopigiwa simu kwamba mama kule hali yake tena imerudi, nilichanganyikiwa. Nashukuru hata mimi nilijua tu tunashukuru utakuja mwanangu. Na umekuja. Ni jukumu langu. Nashukuru sana. Maana kwa hiyo nilikuwa naye nilikuwa sio nzuri sana kwa kweli. Nashukuru kwa vile umefika kwa wakati. Ndio. Ila kwa sababu umefika salama, ni jambo la kumshukuru. Wewe mama wetu. Wewe sister. Mbona kaa pochi yangu wewe? Ni pochi yangu. Ushakwambia nimekelea kichwa kipochi, hebu nipatie. Hii sio pochi yako lakini. Ina vitu vyangu. Unanitafutia nini mimi? Eh? Wewe mama umetumwa? Umeagizwa? Na kuuliza kama nani umeenda? Kinyamaza si kwamba siumii, nabeba yote kulinda ndoa yenu, nisije nikawa chanzo cha mifarakano. Mama uvumilia hata akiwa anaungua. Yaani hiki ndio nilichokuwa nakisubiri. Sasa mama, naona hapa nilikuwa umeagizwa, umetumwa, si umetumwa. Kwa hiyo umeona kukishika tu haitoshi, umeamua ukivunja, si ndio? Hivyo wewe unanitafutia nini? Haya sasa, ingia huko ndani, nenda kavunja TV, vunja kila kitu, vunja meza, nenda kachukua na vitu vingine vile vile kabati, vunja uje utoke hapa nje, katakata na maua umalize kila kitu. Si ndio unachotaka? Ulizika wewe sasa. Ndio maana ninasema wewe umetumwa wewe. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Mama naye ana moyo wa kuumia. Usidharau kwa sababu ya udhaifu, kesho nawe utahitaji upendo. Oya manetu. Natoka nimemkopoa sister fulani hapo mazingira. Sema usilete tamaa mwanangu, ngoja nifungue zaga langu mimi ngapata bahati ya nani. Oya nini hiyo mwanangu? Sema tulia sasa, usilete mambo ya tamaa. Tamaa mimi sitaki. Yeyusho ndugu yangu. Tula.
Mwanangu, hii dunia ya ajabu mwanangu. Waza. Lembo piskali mwanangu afana mambo ya kishirikina mwanangu. Ona madudu gani hapa? Hizi vitunguli hivi mwanangu, midawa hii. Oya, vitu gani tena hivi bro? Oya, nimekaba mwana wa mganga nini mwanangu? Mambo gani? Yaani siku hizi mwanangu umeshapotea direction. Wewe mwanangu nakuelekea mwanangu. Mwisho wa siku utavalishwa ilizi. Sasa nawe tulio usinipandishie kibezi. Ila namshukuru Mungu kwa sababu ameweza kukufikisha salama. Maana nilipopigiwa simu kwamba mama kule hali yake tena imerudi, nilichanganyikiwa. Nashukuru hata mimi nijua tu kuna siku utafunza mwanangu. Na umekuja. Ni jukumu langu. Nashukuru sana. Maana kwa hiyo nilikuwa naye nilikuwa sio nzuri sana kwa kweli. Nashukuru kwa vile umefika kwa wakati. Ndio. Ila kwa sababu umefika salama, ni jambo la kumshukuru. Sasa mama, nilikuwa nimezungumza na tulikuwa tumezungumza mimi pamoja na mwenzangu kuwa kulingana na hali yako tukaona ni bora uje huku ili uweze kupata huduma kwa wakati. Unajua kule kijijini hospitali za kule hazina uwezo. Fanya kazi yoyote hapa. Nakuja naleta mazingira afu nazingua mieusho au vipi mwanangu? Oya, tulia usilete kelele mwanangu. Nakuchetua sasa hivi. Bro, mimi ninachokuambia ni ukweli, hiyo mieusho hiyo. Oya tulia. Siku kipochi chenyewe hicho utaonga hata demu wako na zingine. Chaka tulizoanza kuingeza sio kabisa. Usianze kunichanganya. Afu ile sister ni mwenyewe mimi kwanza nimemtia mibao ile ujue. Tula mwanangu. Niache kwanza mimi na stress zangu hapa nipoe hivi. Nakuelekea. Naomba sana za toba. Unaweza kukuta unaenda kupata tiba, wataalamu wenyewe wanaowekwa kule ni wale ambao sasa ndio wanajifunza. Unaona? Nikaona bora mamangu uje hapa ili kuna daktari ambaye nimeshaongea naye atakuja kukusimamia mpaka pale utakapokuwa sawa. Kwa nikombe tu mama uwe mvumilivu. Najua umeshazoea kuwa na shughuli zako kuweza kwenda shamba kufanya nini, kuku zako pale nyumbani, lakini huku kwa bahati mbaya hakuna tena mashamba. Kwa muda mwingi utakuwa unakuwa umekaa hapa nyumbani mpaka pale utakapokuwa sawa. Hapana, sio na wasiwasi, hadi tu nipone mimi. Ni jukumu langu mama mimi kukupambania mpaka upone, kwa sababu kwenye hii dunia wewe ndio pekee ambaye mimi najivunia. Mimi naomba tu uwe na amani. Utakuwa sawa. Na nakuahidi kwamba utapona. Mama uvumilia takiwa naungua. Mkwe kijakazi, moyo wangu wanauchoma. Ndani ya nyumba ya mwanangu nimekuwa mtumwa. Umejilaza mwenyewe nakwambia na hili jua. Asante, habari za hapa? Nzuri. Unaendeleaje? Tuna vizuri. Mguu wangu. Yaani kama uliko hivi. Nimeamua nikufuate. Yaani unajua kabisa? Afu umenyamaza.
Hata hivyo usijali. Mimi pesa nilikuwa nayo. Ila nilikuwa nasubiri tu muda ufike nikuletee. Uvivu wa kutembea. Sawa. Maana siwetaka niifuate. Yaani wewe ni kulala tu. Mama kijumbe wewe ni wa kuwafuata nyumba tu nyumba. Na nishakufuata sasa. Nipe la watu. Maana mwenyewe jana kawaka. Wala hata sio uvivu, jua limewaka. Haujapoa mama. Ende. Sasa hapo hata usijali kwa sababu nilikuwa nimeshaiandaa kabisa. Ngoja nikuchukue. Nikuletea juisi hapa. Sasa kwa hali yako itafaa. Asante sana. Mama, karibu juisi. Asante. Wewe. Mama tayari ameshafika. Kama unavyomwona. Naomba nikombe kitu. Tafadhali. Naomba jitahidi kadri ya uwezo wako. Kumsimamia mama mpaka pale atakapokuwa sawa. Mimi si niliweka hapa. Mungu wangu. Mambo yashakuwa magumu hapa. Naomba unisikie. Mwanzo hela niliweka chumbani, hela saizi sizioni. Mama we. Yaani sitaki sababu. Mimi sio kama nina sababu. Mimi hela kweli nimeweka. Yaani mdogo wangu ndugu yangu. Yaani haunilipi, nimetoka zangu huko. Umekuja kwanza. Loki! Yaani wana utamu sana wewe. Sitoki bila hela hapa. Mimi hela niliweka pale chumbani. Mimi hela sizioni. Tena nilikuwa na elfu 40. Sizioni hela hata 100. Kama nikukustiri na kustiri vya kutosha ila umezidi. Yaani jana nimejitetea. Tena leo aje mwenyewe nimwambie tena eti leo Loki ndo nani? Tena wewe Loki unayemuita nimepishana naye hapo. Wewe unamuita. Ameondoka. Mpishana naye wapi? Ninapoingia naye kwa anaondoka. Basi sina changu. Na ndio nahitaji sasa ndugu yangu. Sasa karibu. Asante. Apate chakula kwa wakati, na kama dokta akisha kuja utaratibu wa dawa, mkumbushe kunywa dawa zake kwa wakati. Hamna shida mimi. Mimi muda mwingi sana nakuwepo sipo hapa nyumbani. Lakini naamini kabisa kwamba utakuwa salama na utapata kila kinachohitajika kwa wakati. Bora nifanye utaratibu wa kuwasiliana na dokta ili tujue tunaanzia wapi. Sasa. Basi, bora nitoke dokta. Mama endelea kunywa juisi. Jamani Loki mimi anataka nini? Loki jamani anataka nini mimi kwenye maisha? Mimi hela nimeipataje lakini? Yaani familia zingine bwana ndio kutafuta kwa kuamini. We mama. Mambo ya familia mimi hayanihusu. Unanielewa? Yaani wewe muda wote huo mimi nimekaa hapa nasubiria hiyo hela. Unatoka nje Loki. Unaingia ndani ya nivumilie. Mimi stiri. Hivi nasema mimi sina familia? Nina magando oji huko. Nina kipanya huko. Sijawahi hata siku moja kuvusha hela zenu. Sasa hivi nakuja tena nimekufuata. Sio umenifuata?
Kama unanilipa vile, nimekufuata afu unaniambia eti naomba unisikiri. Ndugu yangu, mimi naondoka. Hii si saa 10. Ikifika saa 12 mwenyewe akaja kuchukua hela, wewe hujaniletea hela pale nyumbani. Na mbeba na kuletea. Na unamjua vizuri. Kama atachukua sofa ni yeye. Kama atabeba meza ni yeye. Kama atabeba TV ni yeye. Mimi sipo. Shamaliza. Shoga yangu kwanza ubebana tena vyombo jamani. Mama we, mchezo wako ulichukua. Kwa hivi. Usiane aibu basi na Kijumbe. Loki, nataka nini Loki? Mungu, mama kikosa heshima, ubaki na nini? Nilitamani uzewani, lakini leo machozi ndio marafiki zangu. Odi. Sauti yangu isikike, mama naye ana moyo wa kuumia, usindarau kwa Shikamoo mama. Marahaba mama. Karibu. Nilikuwa naulizia wenyeji wangu hapa nimewakuta. Jema. Ndio. Umemkuta yuko huko nyuma mtaa. Yupo huko nyuma. Ndio mama. Asante. Karibu tena. Asante mama. Tulia hapo babu, tulia. Oya, kuona nikimbia muni au si? Kwa kusali umezingua sana maana wewe nitakutoboa toboa. Nisamehe bana. Unanivurugia kazi au si? Sababu nataka nini kwangu? Unasalau ofisi vipi? Chomoa simu kwanza. Chapa. Blaza. Hii hapa. Kuda dadeki mamlaza mama tangazi kaje. Toa hela. Chapu changa. Baba mchungaji na kutoboa na hela yote. Oya na kutoboa babu, mimi sichekeshi mwanangu, angalia hii kula mwanangu, sichekelei maopo. Gena, kumbukumbu. Karibu. Asante. Za hapa nyumbani. Kama unavyoziona. Una ugeni na usemi rafiki yangu. Ugeni? Ugeni gani? Nimemwona mama hapo. Mama au majaribu? Hayo ni majaribu. Lakini wewe ni mtu mzima, unajua kutembelewa na mtu mzima nyumbani ni baraka. Kwako wewe ni baraka, ila kwangu mimi ni matatizo. Haya, sawa. Siwezi jua yaliyo chini ya kapeti. Tena bora uyaache kabisa. Haya, naomba pesa yangu. Huu mguu unaouona huu na vumbi lote nimetoka kwa Shari. Maana mimi sitaki nikupe hela nusu wala robo tatu. Nataka nikupe hela yako ikiwa imekamilika. Na katika huu mchezo Shari hajatoa. Ninachotaka hapa ni pesa, sitaki maelezo. Keina, nataka hela yangu. Najua rafiki yangu, na ndio maana nimekuja. Kwa sababu mimi mwenyewe ndo niliahidi muda huu. Na kama muda huu utapita, ndio maana nimekuja kuripoti, nikuelekeze. Huu mguu umetoka kwa Shari. Nimeenda kumwambia kwamba Shari nataka pesa. Ananiambia sijui nani amechukua. Nimempa lisali moja. Saa 12 naenda kuchukua hiyo pesa. Na tena nataka nikupitie wewe, twende wote tukafuate hiyo hela. Maana mimi sitaki nikupe hela nusu nusu wewe. Oya, changamka babu. Tana na wewe mwanangu, niletea ugumu wa kazi ofisini. Atoa miwani kwanza, tunaendelea na matibabu. Changamka. Oya, blaza. Kuda dada. Kwanza mwanangu kishamba hii hapo. Ni ndio tunawataka, nimetetea ugumu wa kazi. Kuda dada, ungeleta hizi hela, ingeleta zeshi. Blaza. Wewe pia. Oya,
Oya, waone tuchekelee baba. Blaza, amka kudadadeki wewe. Nenda kwa mguu. Toboa kibatiki hicho baba. Hicho kibatiki akusali toboa hivi kwanza hivi. Oya, toboa kibatiki hicho. Kudadadeki. Leo nimeingia chuo cha kiume. Moa kibatiki babu. Changamka. Kudadadeki. Chukua vinywaji huko. Chukua. Organization ya usi. Yaani Keina, unajua unanivuruga. Yaani unanivuruga. Ikifika muda wa pesa zenu mimi huwa natoa kwa uaminifu kabisa. Lakini inapofika muda wa kwamba nachukua pesa yangu mnaanza kunizungusha. Hivi unajua unanichanganya akili yangu. Na kama huyo Shadi asipotoa hizo pesa, utatoa wewe. Mimi sijui fulani hajatoa, sijui Shadi hajatoa, ila hasipotoa hizo pesa unatoa wewe. Najua. Jema. Mimi nakwambia ukweli kwamba yaani leo hii haitaisha. Lazima pesa yako nikupe. Yaani leo hii haitapita. Kwa sababu hivi unavyoniona nimetoka kwa huyo Shadi na nimemwambia lisali moja tu akamilishe hiyo pesa. Tutakapoenda hii awamu ya pili na kupitia na wewe tuende tukachukua hiyo pesa nikupe mzigo wako wote uliokamilika. Sawa. Nimekuelewa. Na kama awamu nyingine mtafanya hivi, mchezo wa awamu nyingine mimi sichezi. Hapana Gena. Usipocheza wewe mimi nitaishije mama kijumbe wenu? Maana mimi hizo 1000 zenu hizo ndo zinaniweka hapa mjini. Mimi nakuhakikishia hiyo pesa nitakupa yote. Sawa. Mimi nimekuelewa. Baadaye nipitie, tuende tukamfuate huyo Shali atoe pesa. Haswa? Na asipotoa unalipa wewe. Rafiki yangu mimi napita. Maana nimeona tu nikupe taarifa usije ukawa unategemea maana nilikwambia mida kama hii niliona nikujulishe. Ungekunywa hata maji. Maji tena. Mimi niko fit. Sawa. Haya sawa utamsalimia mama. Na wewe? Mama. Mchawi huyo mnamuita mama. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Mama naye ana moyo wa kuumia. Kipanya! Wewe Kipanya! Kipanya! Yaani mdoto naita kumbe umekaa hapo. Kwa kucheza kuna umuhimu kuliko sauti yangu. Hapana. Ila kuna nini? Haya. Nipe ile uliochukua pale mezani, nataka nikanunue vitu. Sijui. Haujui tena? Huko ndani tuko wangapi? Tupo wawili. Mimi na wewe, si ndio? Ndio. Hiyo yale imeenda wapi? Ina miguu? Sijui. Alafu hizo sijui zako hizo. Nilikulea kwa jasho na machozi, nikaficha njaa usiku wa giza. Leo miguu yangu imechoka kwa ugonjwa, lakini moyo wangu bado ni wako mwanangu. Nimekuwa mgeni ndani ya... Wewe mama, aliyekupa ruhusa kwenda kuchukua hiyo tai ni nani? Nikuta jikoni. Umetoa wapi nguvu ya kwenda kuichukua chai niliyopika mimi pale jikoni? Yaani mimi nipike chai, nimwandalie mume wangu chai. Wewe uende ukaimimine. Unajidai una vihelehele sana eti. Hiyo mama una nini? Na aliyekupa ruhusa kuchukua hicho kikombe ni nani? Kwa hiyo wewe sasa hivi tumezoeana hadi kuingiliana huko kwenye meza zetu sasa. Ipo siku wewe utakuja kuniibia hata ile ambayo nimeachiwa matumizi. Hebu sema wewe umeweka wapi?
Sijui. Hadi nini wewe? Hebu ita mvua huko. Nisikilize nikwambie. Hiyo hela uliyochukua pale ndani. Hiyo utakula mchana huu, utakula usiku. Kuanzia sasa hivi ninavyoongea hivi, nikipika kitu ndani huko, hauhusiki. Utakula ulikopeleka hiyo hela. Unanielewa? Hapo tutakuwa tumemalizana kwa sababu wewe hiyo hela mimi nilipanga ninunue zangu vidagaa tupike tule, wewe umeichukua. Sasa utanitambua. Maana wewe unielewi. Na wewe baba wapi? Nani kakupa ruhusa kwenda ukichukua hicho kikombe? Hivi unajua hicho kikombe mimi nilikitoa wapi? Hicho kikombe nilitunzwa mimi siku ya sherehe yangu ya kuolewa. Sasa wewe umetoka ulikotoka unaenda kukichukua. Hicho kikombe huwa anatumia mume wangu tu. Wewe ni nani mpaka unaenda kukichukua? Hivi mama unanitafutia nini mimi? Kuna umetumwa? Umeagizwa? Na kuuliza kama nani umeenda. Mkwe kija kazi, moyo wangu anauchoma. Ndani ya nyumba ya mwanangu nimekuwa mtumwa. Nenda ndani au? Ndani. Kwa nani? Kwa nani? Si kwangu hapa. Kwako. Uliondoka hivyo asubuhi? Kwa hiyo ulikotoka, wamekwambia kufika nyumbani kwako usisalimie. Pitiliza ndani. Mke wangu naomba tuongee tu ndani bwana. Tuongee ndani? Bwana. Hapa si kwangu. Ndio ni kwako baba. Usisahau, unapotoka hapa asubuhi, mtoto wa Kinyakyusa nimeshakuandaa vizuri, ukaondoka kwenda zako kwenye mihangaiko. Alafu nirudie kifua wazi. Unategemea mimi nitakupokea? Baba, rudi. Napika machozi yananitoka, lakini navumilia nisivunje familia. Yaani hiki ndio nilichokuwa nakisubiri. Sasa mama, naona hapa nilikuwa umeagizwa, umetumwa si? Umetumwa. Kwa hiyo umeona kukishika tu haitoshi, umeamua ukivunje, si ndio? Hivyo wewe unanitafutia nini? Haya sasa, ingia huko ndani, nenda kavunje TV, vunja kila kitu, vunja meza, nenda kachukua na vyombo vingine vya mwana kwa kabati, vunja uje utoke na hapa nje, katakata na maua umalize kila kitu. Si ndio unachotaka? Ulizike wewe sasa. Ndio maana mimi nasema wewe umetumwa wewe. Mkwe kija kazi, sauti yangu isikike. Mama naye ana moyo wa kuumia. Usidharau kwa sababu ya udhaifu, kesho nawe utahitaji. Mama kwa ndio ndio. Fumanizi uliofumaniwa huko amekwambia ukifika nyumbani kwako usisalimie wala nini. Fumanizi? Kwani wewe hujui? Nguo ziko wapi kama sio fumanizi? Maneno ya kukwambia? Si umara yako ndio unafanya nikwambie hivi. Maneno ya kukwambia maneno gani nataka nikwambie? Nataka nikwambie baba, pole kwa fumanizi. Umefumaniwa baba, pole. Ingia ndani. Hapa uingie sasa kwa taarifa. Mke unanikosea hapa. Hata kama nakukosea uingie hapa. Rudi kachukue nguo, urudi hapa. Mke sijafumaniwa. Hujafumaniwa, nguo zimeenda wapi? Mimi sikia kila kitu ulichokuwa unatongea hapa. Hivi jana huwezi kumheshimu mama hata kidogo tu. Yaani angalau hata kidogo tu, yaani muone kama ni mama yako. Kwa hiyo unashindwa. Kwa mimi
mimi saizi usiku kumsaidia mama yako eh? Kwa nini mimi kila ninachofanya mjua mama yako kinaonekana ni kibaya kama? Yaani unamtukana mama yangu matusi ya ajabu hapa. Sawa? Unamfokea mama yangu kwa sababu ya chai tu? Chai? Hicho. Huyu mama ni mgonjwa unajua. Alafu unaniambia eti upaswi wewe. Unatafuta baya, sio? Hiki ndo nilikuwa nakikataa tangu mwanzo Gamba. Niki. Tangu mama yako kaingia ndani mimi sina raha. Mimi mama ninakosa huru. Kibaka mkwezi. Ila sema hapa ndani uingie baba. Rudi kachukue nguo. Gena, wewe. Mama, huyu mimi nitakuja kumkata hicho kichwa huyu. Wewe. Nikinyamaza si kwamba siumii, nabeba yote kulinda ndoa yenu, nisije nikawa chanzo cha mifarakano. Mama uvumilia hata akiwa anaungua. Mkwe kijakazi, moyo wangu anauchoma. Ndani ya nyumba ya mwanangu nimekuwa mtumwa. Nafua napika, machozi yananitoka, lakini navumilia nisivunje familia. Mkwe kijakazi, nani atasikia kilio changu? Usiku nikilia, kimya Mungu ananiona. Sijafanya vile makusudi Gena. Zilikuwa ni hasira na mimi nilishindwa kujizuia. Unasikia? Please. Mimi nimechoka Gamba. Nimechoka Gamba. Nimechoka kuishi hivi Gamba mimi. Mimi naona tu bado niende nyumbani. Mume wangu kipenzi, hela ambayo ilikuwa kwenye ile daftari ilikuwa? Nimechukua. Okay. Ni pesa ya watu, naomba basi. Mke wangu. Jana si uchukue 40 yangu. Tukatane humo. Yaani tukatiane kwenye pesa ya watu? Yaani hapa nazungumzia mchezo? Yaani siongelei mambo ya familia hapa. Yaani kwenye hiki kitengo baba, hili daftari hili halihusiani kabisa na familia. Na hiyo 40 umesahau? Chako ni changu, changu ni changu. Tusingiliane. Najua kwamba mimi nimekosea ndio. Najua mama yangu alikukosea, sawa. Lakini Gena, mimi nilikuwa tu najaribu kumuonyesha mama kwamba mimi ni mtoto wake wa kiume. Mimi naomba nisamehe. Nimeyajua makosa yangu. Sawa. Lakini pia hata wewe umenikosea. Na ndio maana mimi nimefikia kote huko. Yaani kama usingenikosea mimi nisingefika huko. Kwa hiyo huko lazima unipige mbele ya mama yako sisi. Unataka unakitaka. Lakini nini maana msamaha? Na dhambi yako kumleta mama yako hapo ndani ili unipige mbele yake. Haya yote wewe ndio umeyataka. Sasa mke wangu, mimi hela nimeshaitumia. Sawa? Nimekuta sina hela, nikaenda kukagua kwenye daftari nikaikuta 20,000.
Sasa mimi ningefanyeje? Nitembee bila hela? Nahitaji pesa ya watu. Mwenyewe yupo njiani anakuja kuchukua. Kwa hiyo changu ni chako, chako ni chako wewe. Ndio. Hivi wewe mwanamke. Kwa hiyo mimi nikitafuta vyetu wote. Ukitafuta wewe chako peke yako, sio? Yaani Magambo, yaani tusivuke mipaka. Hiyo pesa nasema ni ya mchezo, sio ya kwangu. Na hata ingekuwa ya kwangu, kwa nini tuchukue pesa bila hata kutoa taarifa? Umechukua pesa hujaniambia, alafu unaniambia tutanipa. Mara unasema 40. Haya maisha yanaendaje haya mume wangu? Hebu niambie mwenyewe. Sikuelewi ujue. Hebu assume kwamba wewe ungekuwa ndo mimi. Yaani kwa kile nilichokikuta pale ungefanya nini? Shukuru hata Mungu kwamba nimekuja kukuomba msamaha, maana yake yani mimi nimeamua kujishusha. Kwa hiyo uko lazima unipige mimi ya mama yako sisi. Na ulichokuwa unakitaka. Lakini nini maana msamaha? Ndio dhamira yako kumleta mama yako hapo ndani ili wewe unipiga mbele yake. Na maana wewe ukiwa na hasira kiasi hicho, kati ya wewe na mimi nani anapaswa kuwa na hasira? Au unaishi ulichokifanya ni kizuri, yani kinafurahisha kana kwamba sasa una haki ya kuwa na hasira juu yangu. Yule ni mama yangu. Vitendo ulivyokuwa unafanyia pale vile ni vitendo vya uzalishaji, ile ni aibu. Alafu mama angejisikiaje kama mimi nakuwa upande wako afu mbele yake na ikiwa wewe ndio umemkosea? Inaleta picha gani? Kama tu bwana niende nyumbani. Sikia sasa. Sikia. Kama kana. Niseme mamangu. Sikia sasa. Gena. Lakini haya yote wewe ndio umeyataka sasa. Mimi nilikuwa na mpango kukupiga. Mimi nimewahi kukupiga wewe bila sababu. Alafu sasa nakuomba msamaha ujifanye wewe ndio una hasira haya. Mimi nikionyesha hasira nilikuwa nao mimi wewe tutafika. Nitakurudishia hela yako. Lini? Lakini unachofanya sio kizuri kabisa. Kwa wewe chako ni chako. Changu ni chako. Sio? Ndio. Umeanza kukunjua mikucha yako sasa. Yaani hapa mimi nazungumzia pesa za watu. Na hata kama ingekuwa ya kwangu, huwezi ukachukua bila taarifa. Toka lini unachukua pesa ya mtu bila taarifa? Mke wangu, naelewa hilo. Lakini hela yako narudisha. Hebu kuwa na subira basi. Subiri na uweza matumbo. Hodi. Nataka pesa ya watu. Jamani, humu ndani. Karibu shogangu, karibu. Jamani. Wewe huyo. Mimi shoga yangu. Karibu. Habari? Sawa, habari ya shule. Salama, vipi? Safi. Safi jamani. Nzuri. Naona wengi. Wanaendeleaje huko nyumbani? Wako vizuri kabisa. Ndio. Ndio shoga. Karibu rafiki yangu. Shoga yangu mimi ndo nimefika. Asante. Zapa nyumbani yake. Nzuri tu. Naona mna mambo sio mabaya na shemu wangu. Si unajua tena ndoa bwana. Jamani, yaani mpaka mimi natamani. Shoga yangu wewe. Na iwe hivyo shoga yangu. Niambie kipenzi. Na usemi basi shoga yangu. Shemeji. Naam. Ningo anifike hapa. Hana shida shemu wangu. Haya. Nini ipo? Haya shemu. Nimekuja kuomba msamaha kwa sababu natambua thamani yako. Natambua kwamba wewe ni mke wangu. Natambua nafasi ya mama, natambua nafasi yako. Mara kwanza kabla mleta mama wako ndani. Ulinipiga. Ndio hii tena unanipiga mbele yake. Hayo yote wewe ndio unayataka. Kama wewe jana ungekuwa ni mtulivu, wewe unafikiria mimi napata wapi ujasiri wa kwanza kukupiga wewe bila makosa? Hakuna mwanaume anayependa kumpiga mwanamke hata siku moja. Ila mwanamke unaweza ukachangia mwanaume akupige kwa sababu ya matendo yake. Hebu assume jinsi ulivyomfanyia mama yangu ndio mimi ningekuwa nimemfanyia mama yako. Ingekuwa kama hapa wewe umefanya kosa, alafu mimi nakuomba msamaha bado unaonekana mimi ndo nina makosa. Kwa hiyo ukienda kuona unapata faida gani? Hivi hapo unaniomba msamaha unanilaumu. Wewe ndio unataka nilaumu sasa. Kuelewa gamu. Kila maisha nishachoka. Sawa. Hizo ndipo kupigwa kila siku na pigwa mimi.
Ukiwa msikivu, Tena mbele ya mama yako. ukiwa msikivu hakuna mtu atakayenyanyua mkono kukupiga. Sawa. Mimi ni binadamu, hata wewe ni binadamu. Hakuna binadamu ambaye anakamilika. Wewe una hasira, mimi pia nina hasira. Una hisia pia, mimi nina hisia. Yule ni mamangu. Kile ulichokuwa unamfanyia ni uzalishaji. Lakini mimi nilishusha. Nilikuja nikaomba msamaha mke wangu tunamalize. Bado naonekana tena mimi nina makosa. Amua wewe basi, watoto wananisaa. Yaani rafiki yangu. Hapa nilipo. Kimoyo juu juu. Si unamjua Shari? Ndio. Bwana Shari mimi kanipiga. Shari bwana, jana mchezo hajaleta 40,000. Tukijumlisha na ya leo ni 80,000. Wewe jana si alikuwa anakuchukua Mama Rahima? Ni amewaka Mama Rahima. Nataka na zote. Mimi sijui natoaga kwa wakati. Na ni kweli anatoaga kwa wakati, mdada wa watu anajitahidi. Mwaka wako shoga yangu umeatimba. Nikamwambia shoga yangu, ni mtu mmoja tu amebaki. Mimi nitakuletea. Nisipokuletea kesho saa 12 jioni uifate. Kujitumisha vimeseji kwa Shari. Oya, huku mchezo mbona hujaleta? Mwenyewe amekuja, nataka pesa yake, akanijibu. Si unajua mama Kijumbe nipo mbali, nimechelewesha, nitakuletea. Nikamwambia basi niwaishie asubuhi, mwenyewe anakuja kuchukua. Basi bwana. Ile kufika asubuhi kimya. Saa 5 kimya. Saa 8 kimya. Saa 9 niko na nisije kaumbuka kama jana. Saa 10 nilipogonga tu tap, mimi nikajibeba kwa Shari. Kwa kuwa na bwana wewe. Shoga yangu, mtu wa dangi aje alipela za michango wewe kuweza. Hana kazi yule, hana kazi wewe cha kufanya shoga yangu. Wala hata tusivute muda tumfuatie Mama Rahima. Humo. Yes, anaitwa Shari. Mimi sipendi kukupiga. Lakini kuna muda wewe unanilazimisha mimi nikupige. Nakupenda wewe, lakini pia mamangu pia nampenda. Ninyi wote ni wa muhimu kwangu, sawa? Nisikie. Usirudie tena kufanya hivyo basi. Sawa? Mimi sipendi kukupiga, lakini wewe ndo unasababisha. Mimi nimewahi kukupiga kabla. Majibu yako, vitendo vyako ambavyo umeanza kuvifanya siku hizi vinasababisha mpaka tunafikia huko. Mimi sipendi kukuona unalia. Sawa. Naomba niahidi kwamba hiki kilichotokea leo hakitarudia tena. Promise me. Nakuahidi. Sawa. Nakupenda sana. Mama kule naye nimemwacha hapo kwenye nyumba. Kule niongee naye hapo. Sawa. Usilie. Mama Shari. Mimi ndo bibi Shari. Yaani nataka nimuonyeshe kwamba mimi ndo Mama Kijumbe aka Lini Mrs. Magambo. Umenielewa? Yule nataka nimuonyeshe Kalangati kwamba katika hii nchi kuna watu wana vichaa. Yaani yeye mwenyewe akasome. Yaani nitakapomuonyesha yule, aulize nilikotoka.
Yaani mimi huko nilikotoka nilikuwa pambe shoga yangu. Yaani tena sinikumbushe maana nimekuja huu mtaa sikutaka valangati mimi. Nimekuja mtoto wa watu mlokole mimi. Nimekuja mstaarabu ila ananichokoza. Sasa kama kinichokoza nawasha moto humu. Na nilimwambia jana. Nilivyomfuata ile mchana, nimemwambia yaani usipoleta hiyo saa 12, akija Mama Rahima najibeba na kuja naye. Tunabeba chochote tunaondoka nacho. Sasa shoga yangu hapa nilipo. Yaani hapo ndo kama unanitia pampu yani vile. Yaani najisikia kabisa joto. Hebu nipepe kwanza. Yaani wewe nitakachomuonyesha huyu mwanamke hata nisahau. Shoga yangu humo. Yaani humo. Usilazie damu. Kwa sababu mimi naona kama tunachelewa. Unaonaje tunyanyuke tukamfuate Mama Rahima shoga yangu, sio shida zetu. Eti bwana, kwa kuwa na bwana wewe. Danga. Hapo tu. Ndio napokupendea mie. Shoga yangu. Kwenye kupenda mavalangati na wewe. Au jambo. Mjini wapite. Sasa pita yeye. Tusichelewe shoga yangu. Maana muda wenyewe ndio ushafika. Au unasimama tu tukalianzishe. Unachelewa unafanya. Humo. Wewe pele zetu shoga. Yaani nikimshindwa magambo anaenda kuliwasha. Humo mimi tena. Pele zetu. Cha kufanya hapa, tunapita ndani, tunachukua kitu chenye thamani ya pesa yetu, tunasepa. Kisha hapa chukua vitu ndani. Nilikula kwa jasho na machozi, nikaficha njaa usiku wa giza. Leo miguu yangu imechoka kwa ugonjwa, lakini moyo wangu bado ni wako mwanangu. Nimekuwa mgeni ndani ya nyumba hii, kila siku lawama na manyaso. Naita mvivu, naita mzigo, wakati mwili wangu umejaa maumivu. Nikinyamaza si kwamba siumii, nabeba yote kulinda ndoa yenu, nisije nikawa chanzo cha mifarakano. Mama uvumilie hata akiwa naungua. Mkwe kijakazi, moyo wangu anauchoma, ndani ya nyumba ya mwanangu nimekuwa mtumwa. Nafua, napika, machozi yananitoka, lakini navumilia nisivunje familia. Mkwe kijakazi, nani atasikia kilio changu? Usiku nikilia kimya, Mungu ananiona. Nilizaa kwa upendo, nikapata majeraha. Maumivu ya mama hayana dawa duniani. Siku nyingine nalala bila chakula, nikificha huzuni mbele ya mwanangu, asija kaiona ndoa yake ikitetemeka. Nabeba msalaba wangu kwa kimya. Nimezeeka si kwa miaka pekee, bali kwa mateso ya moyo ndani yangu. Kila nikiitwa house girl naumia, lakini bado namuita mwanangu, furaha yangu. Mungu, mama kikosa heshima, ubaki na nini?
nilitamani uzewani, lakini leo machozi ndiyo marafiki zangu.